Basi watu wa Mungu, tutakuwa na somo ambalo linabeba kichwa cha somo kinachosema wakati chapa ya mnyama itakapolazimishwa. Wakati chapa ya mnyama itakapolazimishwa. Nadhani watoto, kama kuna aliyechukua chaki, naombeni niaishie haraka. Wakati chapa au alama, maneno haya mawili yanamaanisha neno moja, au alama ya mnyama itakapolazimishwa. Watu wa Mungu, kwa nini tujifunze somo kama hili? Kama wasafiri na wapitaji katika ulimwengu huu, lazima tunapaswa kuzitambua alama za nyakati na kutambua tunaishi wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Na kutambua tunaishi wakati gani. Unajua, wakati mwingine yaweza mmemsikia mzee wa kanisa hapa akizungumza kwa habari ya kwamba tuna mpango wa kupata kiwanja. Sio hivyo? Mtu akasema kwamba sasa haya maisha sasa ndio hivyo. Iko hivi, watu wa Mungu tunatafuta vituo vya kuwatayarisha watu wa Mungu kwa ajili ya dhahama iliyo mbele yetu muda sio mrefu. Na hii ni kutuonesha tu ya kwamba kati ya kipindi ambacho tunapaswa kuishi kwa tahadhari na hadhari ni wakati huu tunaoishi mimi na wewe. Maana mambo ambayo sisi leo yanatokea katika ulimwengu huu yawezekana yakazoeleka katika masikio yetu, lakini ni mambo ambayo hakika ulimwengu huu uko katika hali ya kupinduliwa, miguu juu kichwa chini. Kwa maana ya kwamba tangu dunia yetu hii iingie katika kipindi ambacho kilionekana ni kipindi ambacho dunia ilikuwa haijawahi kukipitia, kipindi ambacho tumekiingia mwaka 2019. Wangapi walikuwepo 2019? Unajua, wakati mwingine tunaweza tukakizoea hicho kipindi, lakini ni kipindi ambacho kilibadilisha historia ya dunia. Maana yake kwamba mimi na wewe tangu kipindi hicho tunaishi katika kipindi cha ulimwengu ambacho hatutaweza tena kuirudia hali ya kwanza. Maana yake ni kwamba tunaishi katika kipindi ambacho wewe sasa uhuru wako wa dhamiri usiamue unachotaka, ila uamue kila ambacho kimepangwa. Sio wangapi wananielewa? Wananielewa? Kwa maana yake kwamba tunapoingia katika kipindi hiki cha kulazimishwa kwa alama ya mnyama au chapa ya mnyama, lazima ulimwengu upangwe, uandaliwe, uingie katika mfumo unaoitwa mfumo mpya au mpango mpya wa ulimwengu, na kuondokana na mpango wa zamani wa nini? Wa ulimwengu. Sasa somo letu linasema wakati chapa au alama ya mnyama itakapolazimishwa. Kitabu cha Ufunuo sura yake ile ya 14 mstari wake wa 9 hadi wa 12. Msomaji, tuanzie hapo. Ufunuo 14 mstari wake wa 9 hadi wa 12, tuanzie hapo tunapojenga hoja kwa somo letu, ili mtu wa Mungu tusikuache njiani. Soma. Anasema, ndio, na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu. Mtu awaye yote, ndio, akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, ndio, na kuipokea chapa katika uso wake, ndio, au katika mkono wake, ndio, anasema yeye naye atakunywa katika kunywa ghadhabu ya Mungu, ndio, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, ndio, katika kikombe cha hasira yake, ndio, na yateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Kwamba yule atakayemsujudia mnyama na sanamu yake na akipokea chapa atateswa katika moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana nani? Mwana kondoo. Endelea.
11 anasema ndio, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, ndio, wala hawana raha mchana wala usiku, ndio, hao msujudu huyo mnyama na sanamu yake, hao wamsujudu huyo mnyama na sanamu yake, ndio, na kila apokeaye chapa ya jina lake, na kila apokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, ndio, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, na tunaelezwa hao watakatifu wanazishika amri za Mungu na kuwa na nani? Na imani ya Yesu. Na imani ya Yesu. Watu wa Mungu, hapo ndipo penye kituo chetu tunahitaji kuangalia sana. Na huyo malaika wa tatu, maana yake si kuna malaika wa kwanza watu wa Mungu? Ndio. Kuna malaika wa pili. Maana yake Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7 malaika wa kwanza. Ndio. Ufunuo 14 mstari wa 8 malaika wa ngapi? Anayetangaza anguko la Babeli, malaika huyo wa pili. Lakini malaika wa tatu anatoa onyo ya kwamba ulimwengu usimsujudie mnyama na sanamu yake, na usipokee chapa, na atakayefanya hivyo atakutana na ghadhabu ya Mungu ambayo imetengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Maana yake ni kwamba atakutana na ghadhabu ya Mungu ambayo hakuna rehema ndani yake. Masomo haya lazima yaendelee kurudiwa na kurudiwa, kwa sababu lazima watu wa Mungu tuelewe. Si haya maneno pia yamezungumzwa na manabii? Haya maneno yamezungumzwa na manabii. Unaposoma kitabu kinaitwa Pambano Kuu, hebu tusogee kitabu kinaitwa Pambano Kuu kwanza. Kuna kitu, kwa nini haya mambo tuyarudie mara kwa mara, ili kwamba watu wa Mungu tusikusanyike hapa kwa hasara. Pambano Kuu sura yake ya 37 inayosema maandiko ni kinga, ukurasa wake kwa Kiswahili ni 493, aya yake ile ya pili, na Kiingereza ni 594, aya yake ya pili. Neno la Mungu lasema, wakati Mungu anapowatumia wanadamu maonyo muhimu sana yanayoelezwa kuwa yanatangazwa na malaika watakatifu wanaoruka katikati ya mbingu, humtaka kila mtu aliyepewa nguvu za akili kujali ujumbe. Wangapi tumepewa nguvu za akili, watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani tusipotumia akili zetu vizuri, Mungu anasema anamtaka kila mtu aliyepewa nguvu za akili kujali nini? Kwani unadhani wewe mtu wa Mungu utahukumiwa kama ambavyo anahukumiwa yule kichaa ambaye anaokota makopo kule barabarani? Hapana. Wewe umepewa nguvu za nini? Anahitaji kwamba yule aliyepewa nguvu za akili ajali nini? Ajali ujumbe, ajali ujumbe. Hukumu za kutisha zinazokataza kumwabudu mnyama na sanamu yake katika Ufunuo 14 mstari wa 9 hadi 11 zinapaswa kuwafanya watu wote kujifunza unabii kwa bidii. Kujifunza unabii kwa nini? Kujifunza unabii kwa nini? Sisi watu wa Mungu ni watu wa unabii. Ukiondoa unabii umeondoa kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ujumbe huu unatutaka sisi tujifunze unabii kwa nini? Kwa bidii na kwa makini, ili kujua chapa ya mnyama ni nini. Kujua chapa ya mnyama ni nini? Halafu anasema na kwamba na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tujifunze kujua chapa ya mnyama ni nini na jinsi ambavyo tunapaswa kuepuka kufanyeje? Kuipokea. Sasa utajuaje chapa ya mnyama hujamjua mnyama mwenye chapa? Ndio hapo. Utajuaje chapa ya mnyama hujajua sanamu yake? Narudi kwenu washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnyama ambaye tunaonywa ya kwamba watu wasimsujudie ni nani? Mkono. Maana japo ni hubiri lazima lazima haya mambo watu wa Mungu tushirikishane. Maana unaweza ukakimbia kwa mbio, kumbe unakimbia na wachache. Sasa angalau tunaposhirikishana hivi tunajenga hoja, wote tunasafiri kama kitu hiki kimoja. Sasa mnyama ambaye tunaonywa tusimsujudie ni nani, mtu wa Mungu? Unaweza ukarejelea pia mtumishi Ramadhani. Tuanze na mtumishi Ramadhani. Mnyama hasa tusimsujudie ni mnyama anawakilisha taifa au mfalme. Ndio. Ukiangalia kama nchi yetu inawakilishwa na twiga. Ukisema twiga tayari unawakilisha nini? Tanzania. Ndio. Kwa hiyo na sisi mnyama anayesema ni ufalme wa Roma. Aha. Kwa nini uwe ni ufalme wa Roma? Kwa sababu mnyama huyo anayotajwa tusiabudu mnyama siku sasa ametaja nini? Ametaja nguruwe au paka au nini? Ni mfalme wa Roma ambaye ni nani? Ni papa. Aha. Mtumishi anasema kwamba mnyama huyo
Maana ya mnyama ni utawala au mamlaka. Ila hiyo mamlaka ambayo watu wanaonywa wasiisujudie ni mamlaka ya utawala wa kipapa. Wangapi ambao wanakubaliana na huyo mtumishi? Wangapi ambao wanasema hapana, huyo mnyama hapana, tunayeambiwa tusimsujudie? Hapana, kuna linyama litakuja kabisa likubwa, liwekwe pale, watu waambiwe kwamba wapige magoti. Wangapi ambao wana maana tofauti na huyu mtumishi? Wangapi ambao tunakubaliana kwamba hii mamlaka ni mamlaka ya papa? Watu wa Mungu, mnyama ambaye tunaonywa ya kwamba tusimsujudie ni yule mnyama katika Ufunuo sura yake ya 13. Hebu anza mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 5. Ufunuo 13. Isome. 13:1. Ndiyo. Soma mpaka 5 halafu tuweze kuweka tujambo vizuri kuwasaidia pia ndugu zetu ambao pia wataweza kupata hili somo kwa njia ya mtandao. Ndiyo. Mnyama wa kwanza. Ndiyo. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Zake ana vilemba 10. Ndiyo. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ndiyo. Biblia anasema, ndiyo, na yule mnyama niliyemwona, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, ndiyo, na kinywa chake kama kinywa cha simba, ndiyo. Na yule joka akampa nguvu zake. Huyu mnyama anayetoka baharini, mfano wa chui, kinywa cha simba, vichwa 7, pembe 10, kwamba yeye alipewa kiti cha enzi na nani? Na joka. Ndiyo. Na akasema, anasema hivi, ndiyo, yule joka akampa nguvu zake, ndiyo, na kiti chake cha enzi, ndiyo, na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, ndiyo, na pigo lake la mauti likapona. Ndiyo. Dunia yote ikamsajabia mnyama yule. Wakamsujudu yule joka. Sasa wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Ndiyo. Na wakamsujudu yule mnyama wakisema, ndiyo, ni nani afananaye na mnyama huyu? Kumbe huyu mnyama anasujudiwa. Ndiyo. Na anaposujudiwa, ambaye alikuwa anapokea ile ibada ni joka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yule joka tunapozungumza katika unabii Ufunuo 12 mstari wa 9, tunaambiwa ni ibilisi na nani? Na shetani. Ndiye ambaye anawakilishwa kwa alama ya nani? Ya joka. Si ndio watu wa Mungu? Joka. Sasa maana yake kwamba huyu mnyama ulimwengu kwamba unamsujudia, na unapomsujudia anayekuwa anasujudiwa ni nani? Ni joka ambaye ni ibilisi na shetani ambaye amempatia kiti chake cha enzi. Sasa angalia mtu wa Mungu, kwa nini hii iwe ni mamlaka ya upapa? Unabii tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13, tunaelezwa kwanza yeye ana mfano wa chui, ana miguu ya dubu, ana kinywa cha simba, ana pembe ngapi? 10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaporudi katika unabii wa Danieli 7, siri iko hapa. Katika unabii wa Danieli 7, Danieli aliota ndoto ambayo hii ndoto ilikuwa imebeba wanyama 4 wakubwa wa aina mbali. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, aliwakilisha utawala wa Kibabeli, si ndivyo? Ndio. Ulioitawala dunia nzima kuanzia mwaka wa 605 hadi mwaka wa 538 kabla ya Kristo, si ndivyo watu wa Mungu? Ndio. Miaka ikishuka kwamba ulifuata utawala wa Wamedi na Wajemi, uliowakilishwa na nini? Na dubu. Mwaka wa 539 hadi 330 ngapi? Na moja kabla ya Kristo. Walifuata wa nani? Wa Yunani. Mwaka wa 331 hadi 160 ngapi? Na 8 kabla ya Kristo. Na 168 tunaona kwamba ilitawala dola ya Kirumi chini ya makaisari mpaka Kristo mwenyewe Mwokozi wetu amezaliwa kipindi cha utawala wa Kirumi. Soma vitabu vya Injili utakutana na Maherode. Utakutana nani wapendwa? Na Maherode, kwamba hao walikuwa ni watawala wa Kirumi, Rumi ya kikaisari ambayo ilitawala mwaka wa 168 hadi mwaka wa 476. Na hapo unapoangalia hao wanyama, Danieli alikuwa akionyesha tu kwamba tawala ambazo zingetawala dunia hii mpaka Yesu anaporudi mara ngapi? Kwamba zingepita tawala ngapi? 4. Sasa unaporudi sasa katika siri ya huyu mnyama ni mfano wa chui. Maana amebeba tabia za Wayunani, si ndivyo? Miguu ya dubu, tabia za Wamedi na Wajemi. Haya, kinywa cha simba, tabia za nani? Za Wababeli. Lakini pembe 10, tabia za nini? Za Rumi ya kikaisari. Na tunaona ya kwamba huyu mnyama amebeba hizi tabia zote. Tabia nini? Na tunaona ya kwamba utawala wa mwisho kuitawala dunia ni utawala wa dola ya kinini? Ya Kirumi. Na hii dola ya Kirumi chini ya makaisari ilipokuja kudhoofika huu mwaka wa 476 baada ya Kristo, tunaona ya kwamba Rumi ilibadilisha tu namna ya kuitawala dunia. Badala ya kuitawala kiserikali peke yake, shetani akaingia katika vazi la kidini, na tunaona kwamba hayo alianza kuyafanikisha wakati wa Konstantino. Wakati wa nani?
Konstantino mfalme wa Rumi akajifanya ameongoka, naye kwamba amekuja katika Ukristo, akaja na tabia zote za miungu ya Rumi ya Kikaisari ambayo ilitokea Babeli. Ilitokea wapi? Babeli. Ilitokea Babeli. Na ukiangalia kwamba ibada ya jua, maana yake ibada ya siku ya kwanza ya juma, si ndio inaitwa Sunday? Ibada ya siku ya kwanza ya juma ikaingizwa. Lakini pia ibada ile ya fundisho linaitwa fundisho la Utatu, Konstantino akaileta jinsi lilivyo mwaka wa 325. Na tunaona kwamba hii Rumi ya kidini sasa, baada ya Rumi ya Kikaisari, yenyewe inabeba tabia zote za hao wanyama. Kwa hiyo hii ndiyo ambayo shetani akaanza kuitumia katika vazi la kidini, lakini pia katika vazi la nini? La kiserikali. Kwa hiyo basi tunapoonywa juu ya habari ya kumsujudia mnyama, maana yake kwamba huyu mnyama ni utawala, lakini huu utawala tumeona kwamba ni utawala sasa wa Kirumi, lakini umevaa vazi la kidini, ndiyo maana unadai ibada. Unadai nini sasa? Ibada. Sasa basi tumeonywa tusimsujudie mnyama, lakini pia watu, dunia hii imeonywa watu wasisujudie sanamu ya mnyama. Kama mnyama tumeshamtambua, sasa ni dini sasa ambayo tayari ina serikali au inatawala serikali. Sasa sanamu yake ni nini, watu wa Mungu? Nakaribisha mikono ili sasa tuingie kwenye kiini cha somo letu kwa habari ya chapa au alama ya huyu mnyama. Sanamu ya mnyama ni nini, kanisa? Nikaribisha mikono. Karibu Mama Gudi. Ni muunganiko wa dini na serikali. Mshiriki mwenzetu anasema kwamba sanamu ya mnyama ni muunganiko wa kidini na serikali. Kuna mwingine ana jambo la kuongezea hapo, au ana jambo tofauti kwa habari ya sanamu ya mnyama? Asante. Wangapi ambao tunakubaliana na hilo? Wangapi ambao sasa sisi kwa kweli hili ndio tumelisikia leo? Unajua hili sasa hivi tunajitahidi kwamba tusimwache mtu, na kama mtu atakubali kwamba kwa kweli awepo tu hapa atapata hasara kubwa. Niulize, wangapi ambao tunakubaliana na hilo? Wangapi ambao wanasema mimi kwa kweli hili nilikuwa silijui? Maana inapokuwa hivyo unampatia nafasi, maana tunaopaswa kusimama hapa tunapaswa kusaidia watu wa Mungu waokolewe, hawajaji hapa kwa hasara. Wangapi ambao wanasema mimi kwa kweli habari ya sanamu ya mnyama nilikuwa sijui? Unaweza ukanyosha tu mkono kwa uaminifu, watu wa Mungu. Wangapi ambao wanasema mimi habari ya sanamu ya mnyama hili kwanza ndio nimelisikia leo? Unaweza ukanyosha mkono, mtu wa Mungu. Asante. Kwa hiyo sanamu ya mnyama, si mnyama anayetengenezewa sanamu ni huyu mnyama wa kwanza. Kwa hiyo maana yake sanamu yake lazima ifanane na yeye. Hapa ilikuwa ni dini ikitawala serikali. Maana yake kwamba na sanamu yake tulikwisha kuiona pia haya mafundisho ya kwamba, au haya masomo ya kwamba, maana yake kwamba ni muunganiko wa dini ambazo mwanzoni zilipinga mafundisho ya kutoka Roma, lakini sasa zimekubaliana nayo na zimerudi kuungana, lakini zikiomba msaada wa serikali, yani zikiungana na serikali ili ya kwamba walazimishe mafundisho yao. Wafanyaje wapendwa? Walazimishe mafundisho yao. Hiyo ndiyo sanamu ya mnyama. Na mafundisho yao makubwa tulikwisha kuona kwamba mafundisho makubwa ambayo yanapigiwa debe na kulazimishwa, yani kwamba yalazimishwe kiserikali au katika sheria za nchi, kwanza ni fundisho linaloitwa fundisho la utakatifu wa Jumapili, lakini na fundisho linaloitwa fundisho la Utatu. Sasa ukija kuangalia mafundisho haya ndiyo ambayo yanawashikamanisha katika huo muungano. Sasa basi lazima sasa tuelewe chapa ya mnyama ni nini, maana dunia inaonywa ya kwamba watu wasipokee chapa ya mnyama. Wasifanyaje wapendwa? Wasipokee chapa ya mnyama. Hebu sasa kimbia kitabu cha Ufunuo sura yake ya 13, msomaji. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 13. Anza na mstari wake wa 14, twende mpaka mstari wake wa 17. Soma msomaji. Ufunuo 13 mstari wa 14 hadi 17. Anasemaje? Naye akanionyesha, anasema Ufunuo 13 mstari wa 14. Anasema naye wakosesha wale wakao juu ya nchi. Naye huyu hapa anazungumza mnyama wa pili. Baada ya mnyama wa kwanza kuna mnyama wa pili mwenye pembe mbili mfano wa nini?
wa mwana kondoo, ambaye huyu mnyama huwa anawakilisha katika unabii ni taifa la Amerika ambalo lilikuwa katika hali ya uungwana. Hebu anza mstari wa kwanza. Inawezekana kuna mtu hapa tukamwacha. Anasema, hebu soma Ufunuo 13 mstari wa kwanza, halafu tueleze. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, kwamba soma vizuri 13:11. 13:11. Ndio. Anasema, ndio mtumishi. 13:11. Ndio Ufunuo. Anasema mnyama wa pili, ndio. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Kwanza Yohana aliona huyu mnyama wa kwanza alikuwa anatoka kwenye bahari. Bahari maana yake ni watu wengi. Ndio. Lakini sasa huyu mnyama wa pili anatoka katika nini? Inchi. Katika nchi. Nchi ni kinyume cha bahari. Nchi kama bahari ni watu wengi, nchi maana yake mahali ambapo hapana watu wengi. Endelea msomaji. Yeye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Huyu yeye mnyama sasa yeye alikuwa na pembe tu mbili mfano wa nini? Mwana kondoo. Halafu akanena kama joka. Endelea kidogo mstari wa pili. Naye anatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Halafu anatumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye ifanye dunia yote na wote wakao ndani yake. Ndio. Wamsujudie mnyama wa kwanza. Ndio. Ambaye jina lake la mauti lilipona. Na mnyama wa kwanza tumekwisha kuona kwamba ni utawala mamlaka ya kipapa. Kwa hiyo ukija kuangalia huyu mnyama wa pili maana yake kwamba hapa kwa kweli inatabiriwa kuinuka kwa taifa la Amerika, ambalo kimsingi kwamba maana mnyama sinawakilisha nini? Utawala au taifa. Lakini hili taifa liliinuka tu baada ya fungu lile la 10 la Ufunuo 13 mstari wa nini? Kwamba ambalo linasema kwamba atakayechukua mateka naye atachukuliwa nini? Mateka. Atakayeuawa kwa upanga naye atauawa kwa nini? Kwa upanga. Hapo tukipelekwa kwa habari ya jinsi ambavyo upapa ulipata jeraha la mauti baada ya kutekwa yule Papa Pius wa 6 mwaka ule 1798 na jemedari anaitwa Bethia aliyetumwa na Napoleon mtawala wa Ufaransa. Tunaona kwamba wakati huo inapata hii jeraha la mauti, tunaona kwamba lilianza kuinuka taifa katika dunia hii ambalo lilikuwa na mfano wa mwana nini? Kondoo. Na hili taifa kimsingi kwamba wakati huo lilipatikana tu kule magharibi, na hili ni taifa la Amerika ambalo liliweza kuinuka likiwa na sera ya kutenganisha dini na serikali. Dini na nini wapendwa? Ndio maana kwamba huyu mnyama alikuwa na pembe hizi mbili. Kwa hili taifa lilisimama katika misingi ya Uprotestanti na jamhuri. Uprotestanti na nini? Na jamhuri. Tunaposema Uprotestanti, kuprotesti maana yake ni kupinga. Maana yake kwamba wale waliotengeneza taifa la Amerika ni wakimbizi ambao walitokana na mateso ya upapa ya muda wa miaka 1260. Tumekuwa tukijifunza kuanzia mwaka wa 538 hadi 1790 ngapi? Wengi kwa sababu ya mateso kule Ulaya walikimbilia kule Amerika. Kule wapi wapendwa? Na likatengenezwa taifa ambalo wao waliweza kutenganisha sasa dini na serikali na kuacha kwamba serikali iwepo tu kwa ajili ya kulinda uhuru wa dhamiri, yani uhuru wa kidini, na kwamba watu waabudu sio kwa kulazimishwa na mtu anavyotaka au serikali inavyotaka, ila waabudu kulingana na dhamiri zao. Wamejifunza neno la Mungu, wameichagua njia ya kweli, na tunaona kwamba hili taifa likasimama katika huo mfano wa mwana kondoo, kwamba dini na serikali zikitenganishwa, jamhuri serikali inayosimamia uhuru wa dhamiri, lakini Uprotestanti maana yake kwamba imani ambayo haifungamani na mafundisho ya kanisa la Roma. Lakini tunaeleza ya kwamba huyo mnyama alinena kama nini? Halafu akatumia uwezo wa mnyama wangapi? Kwa hiyo ilitabiriwa kwamba taifa la Amerika lingeasi misingi yake ya Uprotestanti na jamhuri, badala yake lingeingiza mamlaka ya upapa ndani yake. Wangapi ambao leo wanayaona hayo? Unajua hata huyu papa aliyechaguliwa sasa tayari kupitia rais aliyepo sasa katika taifa la Amerika, yeye alisema kwamba anatamani papa anayekuja atoke Amerika, na akaonekana pia hata huyo rais anavaa mavazi ya kipapa. Unadhani ajali? Maana yake kwamba atatumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Lakini tunaona kwamba huyu mnyama wa pili ambaye ni taifa la Amerika, hili sasa unapoenda mstari wa 14 ndipo tulikuwa tunaendelea ili tupate hoja kwamba kumbe hapa tayari sasa tumekwisha kuona taifa la Amerika, lakini kuna kitu ambacho kinazaliwa hapo. Mstari wa 14. Kupitia taifa la Amerika wale wakao juu ya nchi watakoseshwa, yani watadanganywa. Kwa ishara zile zilizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Ndio, kuna miujiza ya uongo itafanyika kupitia Protestanti ulioasi. Ndio anasema, ndio akiwaambia hawa wakao juu ya nchi, ndio kumfanyia sanamu yule mnyama, ndio aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Ndio
15 anasema ndio, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Kwa hiyo sanamu ya mnyama itapewa nguvu na nini? Na Amerika. Kwa hiyo itaanza kutiwa pumzi kuanzia wapi wapendwa? Amerika. Na sanamu ya mnyama si tumeona kwamba ni muungano, sio? Wa dini na nini? Kwa itatiwa nguvu na pumzi kupitia taifa la Amerika, halafu hiyo sanamu ianze kunena. Endelea msomaji. Na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Na kuwafanya hao wote wasioisujudu hiyo sanamu ya mnyama wafanyeje? Wauawe. Yaani kuwafanya hao wote wasiokubali huo muungano. Huo nini? Muungano. Wafanyeje? Wauawe. Naona watu wa Mungu. Ndio. Kwa hiyo maana yake kwamba watu wa Mungu wanaanza kukabiliwa na mateso kuanzia kwenye sanamu. Halafu piga hatua. Anasema ndio, na wafanya wote wadogo kwa wakubwa, anawafanya wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na matajiri kwa maskini, na wale huru na watumwa, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume, watiwe chapa katika mkono wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao, au katika vipaji vya nyuso zao, au katika vipaji vya nyuso zao, kwamba wadogo kwa wakubwa, walio huru kwa watumwa, lakini matajiri kwa nini? Maskini. Kuna aliyebaki hapa? Hivi tulioko hapa kuna ambaye hayuko kwenye haya makundi? Yeye anasema mimi kwa kweli kwa maskini na matajiri sipo, kwa walio huru na watumwa sipo. Kwa nini? Kwa wakubwa na wadogo mimi sipo. Hayupo. Yawezekana labda hatujajua walio huru na watumwa ni akina gani na ni akina nani. Walio huru kwa watumwa, hapa nabii anaoneshwa hali ya ulimwengu katika swala zima la kiutumishi, katika swala zima la nini? Kwa maana ya kwamba walio huru ni watu ambao wamejiajiri kwenye kazi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini watumwa hawa ni waajiriwa, uwe kwenye serikali au kwenye taasisi binafsi, wewe ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiajiriwa wewe lazima, maana ya utumwa maana yake unafuata maelekezo. Ndio watu wa Mungu. Si ndio maana ya utumwa? Kwamba wewe unapaswa ufike saa ngapi, utoke saa ngapi. Sio kwamba wewe unapanga, kwani yule ambaye ana duka lake sieleza akasema mimi sasa hivi nafunga. Sio? Nafunga naenda. Lakini sasa tunapokuja kwenye habari ya chapa ya mnyama au alama ya mnyama, hakuna atakayebakizwa. Walio huru kwa nini? Watumwa. Kwa hiyo waliojiajiri na walioajiriwa lazima wawekwe ndani. Lakini umaskini kwa matajiri wawe wapi? Ndani. Wakubwa kwa wadogo wawe wapi? Ndani. Kwa hiyo maana yake kwamba Mungu anatupatia ujumbe huu ili mimi na wewe tuangalie namna ya kujinasua. Kuangalia namna ya kufanyaje? Kujinasua. Kwamba mimi kwa kweli katika hapa ninapatikana katika kundi lipi? Maana hakuna kundi ambalo litaachwa. Sasa nitajinasuaje nisipokee chapa ya nini? Ya mnyama. Au nisipokee alama ya nini? Maana tunaposema chapa ya mnyama au alama ya mnyama ni kitu kile kile. Si tumesha kuisha kumuona mnyama ni nani? Sasa chapa yake ni nini? Maana shindano hili watu wa Mungu ni kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Amri za wanadamu tunaona kwamba joka yule ibilisi na shetani yeye akiwa nyuma. Kwanza tunapoangalia habari ya chapa ya mnyama au alama ya mnyama, lazima kwanza tuelewe alama ya Mungu au chapa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi chapa ya Mungu ni nini haswa? Ezekiel 20 mstari wake wa 12. Soma msomaji. Maana lazima tunapozungumzia habari ya chapa ya mnyama, lazima tunapoangalia habari ya chapa ya mnyama, lazima tuelewe chapa ya Mungu ni nini au alama ya Mungu ni nini ambayo Mungu anawatambua watu wake. Soma msomaji. Anasema ndio. Tena aliwapa sabato zangu. Mungu anasema naliwapa sabato zangu. Tena naliwapa sabato zangu. Ndio. Ziwe ishara kati ya mimi na wao. Ziwe ishara kati ya mimi na wao. Wapate kujua mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa hiyo watu wa Mungu sikilizeni. Kwa hiyo alama ya kutambua mamlaka ya Mungu ni nini watu wa Mungu? Sabato. Ni sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sabato sikilizeni. Na sabato tunapozungumza kwa habari ya sabato, tuende polepole. Tunapozungumza kwa habari ya sabato kama alama ya kutambua mamlaka ya Mungu, ni kwamba sabato yenyewe inaendana na Mungu wa hiyo sabato. Siko hivyo? Ndio. Sabato, kwa sababu unaposoma ile amri ya 4, hebu tushuke pale.
Amri ya 4. Amri ya 4, soma hapo mtu wa Mungu. Anasema Ndio. kitabu cha Kutoka 20:8. Ndio. Anasema Ndio. ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi. Siku 6 fanya kazi. Utende mambo yako yote. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ni Sabato ya nani wapendwa? Ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo huwezi ukaitenganisha Sabato na Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sabato huwezi ukaitenganisha na Mungu wa nini? Wa kweli. Kwa hiyo watu wa Mungu tunaona ya kwamba tunapokuja kwa habari ya alama ya Mungu au chapa ya Mungu, maana yake ni Sabato yake. Na Sabato ya Mungu, watu wa Mungu, ya kwamba tunapoitii kutoka moyoni, maana yake sio kwa kulazimishwa. Sio? Tunapoitii kutoka moyoni, nabii anasema ya kwamba tutatii na amri zingine zote. Tutatii na amri zingine zote. Maana yake kwamba ili ya kwamba tuwe na tabia ya Mungu, lazima tunashika amri za Mungu. Sasa chapa ya mnyama ni nini au alama ya mnyama ni nini? Maana hapa tunazungumzia kwamba wakati chapa ya mnyama au alama ya mnyama itakapofanyeje? Itakapolazimishwa. Maana yake kwamba kumbe bado haijafanyeje? Hajalazimishwa. Sasa basi, kutoka katika gazeti moja la Kikatoliki linaitwa Catholic Record of London, Ontario ya Septemba 1 ya mwaka 1923. Wao wanasemaje? Wanasema hivi. Hili ni gazeti la Kikatoliki, wanasema kwamba Jumapili ni chapa ya mamlaka yetu. Wanasema Jumapili ni chapa ya mamlaka yetu. Wanasema kwamba kanisa liko juu ya Biblia, na badiliko hili la uhamishaji wa Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili ni uthibitisho wa ukweli huo. Kwa hiyo wanasema kwamba Jumapili ndiyo chapa ya mamlaka yetu yao. Kwa ili ujue mamlaka ya kanisa Katoliki ni nini? Ni Jumapili. Na Jumapili ukiingia ndani zaidi katika vitabu vyao, wanasema kwamba ni siku iliyotolewa wakfu kwa Mungu wa Utatu. Kwa Mungu wa nini? Wa Utatu. Kwa hiyo huwezi ukatofautisha Utatu na Jumapili. Huwezi ukatofautisha Jumapili na nini? Na Utatu. Huwezi ukatofautisha Jumapili na Utatu. Na tunapozungumzia Utatu, maana yake kwamba ni yule Mungu anayeabudiwa hiyo siku. Si tumesema na Sabato huwezi ukaitofautisha na Mungu wa nini? Wa pekee. Wa kweli. Na hivyo Jumapili huwezi ukaitofautisha na fundisho la nini? La Utatu. Ambalo kwamba katika hilo fundisho wamekufundisha au wamefundisha ya kwamba Mungu mmoja sio Baba. Ila wamesema Mungu mmoja, wamekuwekea Baba, Mwana na Roho, hao ndio Mungu nini? Mmoja. Wamekuondolea ya kwamba Roho Mtakatifu sio Roho wa Mungu, ila wamekwambia ni Mungu Roho, kwamba ni Mungu mwingine ambaye watu wanaitwa wampokee. Sasa basi, kama chapa ya mnyama ni ibada ya Jumapili, maana yake kwamba kumbe ibada ya Jumapili kwa mjibu wa Biblia, kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 17, kuna saa itafanyeje? Italazimishwa. Itafanyeje wapendwa? Italazimishwa. Rudia sasa Ufunuo 13 mstari wake wa 17, msomaji. Ili mtu wa Mungu tuangalie kwamba tunajinasuaje hili jambo linapoenda kutimia machoni petu muda sio mrefu. Wewe utajinasuaje? Soma msomaji. Anasema ndio tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Kumbe kwa kutokutii haya maelekezo sasa, kwamba ikiwa sasa kwamba utunzaji wa Jumapili watu watazuiwa kuuza na kufanyaje? Na kununua. Halafu anasema isipokuwa anachapa ile, kwamba yule atakayepata huduma mpaka awe na nini? Na chapa ile. Halafu yani au jina la mnyama yule, au jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake, au hesabu ya jina lake. Na hesabu ya jina lake tunaambiwa kwamba ni 660 na ngapi? Na 6. Mnasikia watu wa Mungu sasa haya mambo? Ndio. Kwa hiyo lazima sasa tuangalie kwamba tunajinasuaje. Unajua watu wa Mungu, lazima tufike mahali tujue kwamba kwa nini tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tufike mahali tujue kwamba kwa nini nimepiga hatua. Niko mahali hapa kwa ajili ya kuabudu. Maana yake kwamba lazima tutambue kusudi la sisi kuwepo hapa. Tuko hapa watu wa Mungu kutayarishwa tabia zetu ziweze kupatana na mapenzi ya Mungu. Nje ya hapo, watu wa Mungu, kwa kweli nabii anasema ya kwamba watu ambao hawazingatia onyo watapokea mapigo kama ambavyo watapokea waovu wengine, na watacheka
hawa waovu, kwamba mbona. Kwa hiyo lazima tuwe serious. Kwa hiyo maana yake kwamba watu wa Mungu, hii hali ya kulazimishwa chapa ya mnyama au alama ya mnyama, maana yake kwamba huu utunzaji wa Jumapili ambao leo watu wanaenda kwa hiari, kwamba kuna saa itafanyaje? Italazimishwa. Sasa italazimishwaje? Shetani watu wa Mungu sio mjinga kama ambavyo tunaweza tukamchukulia. Ni kiumbe ambaye kwamba kwanza malaika ni viumbe walioumbwa wakiwa na akili ya juu kuliko mwanadamu. Si tunakubaliana hilo? Ndio. Lakini tunaona ya kwamba shetani yeye alikuwa pale kabisa kwenye kile kiti kama kerubi afanyeje? Afunikae. Na amekuwa na uzoefu katika hili pambano, na nabii anasema ya kwamba ni karibia au zaidi ya miaka 6000. Kwa hiyo ana uzoefu katika hili pambano, yule Lucifer ibilisi na shetani. Kwa hiyo ili mwanadamu aweze kumshinda shetani na mawakala wake, mawakala maana yake kwamba malaika waovu ambao aliasi nao, lakini pia wanadamu waovu ambao wamejisalimisha mikononi mwa Lucifer, akiwatumia kama mawakala, kwamba ili tuwashinde lazima tuwe na roho ya Mungu. Tuwe na roho ya nini wapendwa? Kwa shetani hawezi akakurupuka tu kwamba kulazimisha watu waanze kuabudu Jumapili. Hawezi. Nabii anasema kwamba hawezi, bali atatumia njia gani? Kitabu kinaitwa na Matukio ya Siku za Mwisho. Atatumia njia gani ili sasa kuwanasa walio wengi? Maana watu wa Mungu lazima haya mambo tuweze kuyaelewa vyema, na tusipoyaelewa vyema watu wa Mungu ni hatari sana. Kitabu hiki kinaitwa Matukio ya Siku za Mwisho sura ya 12 inayosema pepeto. Sasa naenda kusoma katika hii nukuu iliyotoka kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa Gongo la 5 ukurasa wake wa 81 aya ya kwanza kwa Shuhuda kwa Kanisa. Lakini kwenye Matukio kwa chapisho hili nilo nalo mkononi, Kiswahili ni ukurasa wa 146 aya ya pili, na Kiingereza ni ukurasa wa 173 aya ya 6 kwa ndugu zetu ambao watatufuatilia kwa njia ya mtandao. Nabii anasema hivi: chapa ya mnyama itashurutishwa kwetu. Si tumesha kuitambua? Tumekwisha kuitambua ambao kwamba chapa ya mnyama ni utunzaji wa nini? Ila baadaye itashurutishwa. Hilo watu wa Mungu tusiliondoe, kwamba itashurutishwa, kwamba chapa anasema wakati hauko mbali sana. Anasema wakati haupo mbali sana ambapo kila mtu atatahiniwa. Chapa ya mnyama itashurutishwa kwetu. Wale ambao wamejisalimisha hatua kwa hatua katika matakwa ya ulimwengu na kufuatisha katika desturi za kidunia hawataona kuwa ni jambo gumu kujisalimisha chini ya mamlaka yatakayokuwepo. Sisi tunapata haya maneno kwamba wale ambao wamejisalimisha hatua kwa nini? Hatua kwa nini? Kwa chapa ya mnyama iko huko, siko mbele yetu. Ila ili tuifikie, kumbe kuna hatua kwa nini? Shetani maana yake kwamba atawachukua watu, kwamba wale ambao hatua kwa hatua wamejisalimisha hatua kwa hatua katika matakwa ya ulimwengu na kufuatisha katika desturi za kidunia. Kumbe kuna desturi za nini? Kwa kuna desturi za watu wa Mungu na desturi za kinini? Hapa tunazungumzia mtindo wa maisha watu wa Mungu. Mtindo wa maisha. Unavyokula, unavyokunywa, unavyovaa. Je, wewe uko katika mtindo wa ulimwengu au uko katika mtindo wa watu wa Mungu? Kwa hiyo kumbe kula kwako, kunywa kwako, maisha yako kwa ujumla yanakuandaa kwa ajili ya kupokea muhuri wa Mungu au chapa ya nini? Kumbe kuna hatua kwa nini? Anaendelea kusema ya kwamba wale ambao wamejisalimisha hatua kwa hatua katika matakwa ya ulimwengu na kufuatisha katika desturi za kidunia hawataona kuwa ni jambo gumu kujisalimisha chini ya mamlaka yatakayokuwepo kuliko kujiweka katika dhihaka, matusi, vitisho vya kutupwa gerezani na kifo. Pambano hili liko kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Mnamo wakati huu dhahabu itatenganishwa na uchafu katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, jaribio letu sisi wana matengenezo.
jaribio letu sisi wana matengenezo ambalo litaleta tena sasa kwamba kuwaondoa, maana anasema kwamba hapa tena kuna dhahabu itatenganishwa na nini? Tunaelezwa ya kwamba sheria ya Jumapili inapoenda kulazimishwa, kwa kweli kuna ambao watatuacha. Tunakubaliana hiyo? Maana kwenye sanamu ya mnyama tumeona kwamba wenzetu Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference tumeona kwamba tumeachana nao. Wao wameenda kuunda chapa, wameenda kuunda sanamu ya nini? Wamekubali kuwa watoto wa mama nani? Lakini tunaeleza ya kwamba kwenye sanamu ya mnyama tena sisi, maana yake kwamba wale ambao watakubali kujisalimisha hatua, kwa nini? Maana yake kwamba hii inaenda pia kuwagusa sasa hata ndugu zetu ambao tumetengana nao, kwamba kumbe hawataishia tu kuunda sanamu ya mnyama, kumbe hata chapa ya mnyama wataipokea. Lakini kwetu sisi pia tunaeleza ya kwamba wale ambao watafuata desturi ya ulimwengu, kwamba hatua kwa hatua wakijisalimisha katika desturi za ulimwengu, wataona ya kwamba sio shida. Maana hapa tunaeleza ya kwamba katika hili pambano watu wa Mungu watakutana na dhihaka. Watakutana na nini? Kwanza tu katika ukweli huu, wangapi leo wanadhihakiwa? Maana kuna kudhihakiwa. Unadhani kama tungefuata kwamba kila ambacho tunadhihakiwa, si ungesema kwamba kwa nini mimi niende pale? Lakini tunajikaza kwa sababu kwamba tumeshikilia ukweli. Hata Bwana Yesu alidhihakiwa, si ndivyo? Mpaka wakamwambia kwamba wewe una pepo. Lakini kwa sababu alikuwa katika ukweli ambao amepewa na baba yake, na katika utume ambao angeuokoa, kwamba ulimwengu ungeokolewa, Bwana Yesu aliangalia mbele zaidi. Aliangalia nini? Watu wa Mungu, ili tusimame lazima tuangalie mbele, kwamba nini ambacho tunakitafuta hapa. Wanaweza kwamba watu wa Mungu watakutana dhihaka. Sasa wale ambao wamejisalimisha hatua kwa hatua hawatakuwa tayari kujiweka katika dhihaka, matusi na vitisho vya kutupwa gerezani au kifo. Kumbe katika hii kazi kuna matusi. Kuna nini? Kuna matusi. Kama hujawahi kutukanwa hata hapa tu tulipofika, mtu wa Mungu, inabidi jichunguze. Kuna matusi. Sasa je, utukane na urudishe? Lakini wanakutukana, wewe unaangalia wapi? Unaangalia mbele, na ukiwaombea kwamba na wao wafumbuliwe macho waelewe huu kweli. Lakini tunaeleza kwamba kuna kutupwa gerezani. Kuna nini? Watu wa Mungu, huu ujumbe kuna kufungwa. Kuna kutupwa nini? Gerezani kwa sababu ya huu kweli. Lakini nabii anamalizia kwamba hata kifo. Kwa hiyo kwamba chapa ya mnyama inapoenda kulazimishwa, dhihaka zitaongezeka kwa watu wa Mungu, chuki zitaongezeka kwa watu wa Mungu, lakini matusi yataongezeka kwa watu wa Mungu, watu wa Mungu watatupwa gerezani, na hata nini? Kifo. Sasa basi, ili tujinasue hapo, tunaeleza kwamba watu wa Mungu ambao wamekubali sasa kufuata desturi za dunia na kujisalimisha hatua, kwa nini? Hatua. Kuna haja ya mimi na wewe kuchunguza maisha yangu, kwamba je, mimi nafuata kila ambacho neno lasema? Maana watu wa Mungu hatupaswi kumwabudu Mungu katika wakati huu katika desturi. Yesu anasema ya kwamba saa yaja wamwabuduo Baba watamwabudu katika roho na nini? Na kweli. Watamwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa lazima tukubali ushirika na Mungu kwa njia ya roho yake. Lazima tukubali ukweli wake, neno lake, kwamba neno la Mungu linasemaje. Neno la Mungu likisema hivi, piga magoti mtu wa Mungu, muombe Mungu akusaidie. Afanyeje? Sasa tumeeleza kwamba wale ambao wamejisalimisha hatua kwa hatua katika matakwa ya ulimwengu. Unajua leo kuna matakwa ya ulimwengu. Wangapi ambao wamesikia kitu kinachoitwa climate change? Hili ndilo vuguvugu ambalo tayari shetani kupitia mawakala wake, na tumeliona kwamba hili swala limedhihirika vizuri mwaka 2015 kupitia waraka wa Papa Francis ulito wa Laudato Si. Ukisoma katika ule waraka, hata katika ile chapisho la tunaita soft copy, hata pia hilo, ukienda ukurasa wake wa 237 na 238, kuna msisitizo ya kwamba ili ya kwamba dunia hii iwe ni mahali salama, watu wakae pasipo majanga, yani pasipo matetemeko, vita, mioto, kila aina ya uchafu, kwamba ili ya kwamba dunia hii iwe ni mahali ambapo pa salama, kwamba huyu kiongozi wa Kanisa Katoliki aliandika hicho kitabu kinaitwa Laudato Si, na kikapita katika Umoja wa Mataifa, yakachomolewa malengo 17 kwamba ili dunia iwe mahali salama, lazima kwamba dunia itoe sadaka siku moja kwa ajili ya mapumziko, na hiyo siku wakapendekeza Jumapili. Wakapendekeza nini?
Kwa kupitia mchakato huu wa mabadiliko ya tabia ya nchi, lengo lake tunaambiwa kwamba ni Jumapili inasukumwa ili ya kwamba itunzwe, na inapotunzwa kwamba ili majanga eti yakome. Na nabii anasema kwamba, au manabii wanasema kwamba watakapofanya hivyo au kadiri wanavyofanya hivyo, ndivyo dunia inaendelea kuzama katika majanga. Na hata tunaendelea kuishi. Maana wanaendelea kuzivunja ile amri za nani? Za Mungu. Maana tunaambiwa kwamba dunia hii inaomboleza, inawayawaya, kwa sababu watu wanaokaa ndani yake wamezivunja amri za nani? Za Mungu. Wamelibadili agano. Kwa dunia itaendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo tunaeleza ya kwamba wale ambao sasa wamechukuliwa hatua, kwa nini? Hatua kwa nini? Kwamba hao hawataponyoka. Kwa hiyo tunaeleza kwamba kupitia huu mchakato wa mabadiliko ya tabia nchi, tunaeleza kwamba shetani atawaswaga watu waingiza katika madanganyo yake. Hebu nisome maneno machache hapa, halafu tuweze kuona kila ambacho Mungu anakisema katika Pambano Kuu sura yake ya 36. Sura yake ya 36 inayosema mapambano yaliyo karibu sana. Katika ukurasa wake wa 488 Kiswahili, aya yake ile ya 3, na Kiingereza ni 589, nabii wa Mungu anasema ya kwamba, na kisha mdanganyaji mkuu atawashawishi wanadamu kwamba. Huyu mdanganyaji mkuu ni nani? Ni Shetani. Atawashawishi wanadamu kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanaosababisha maovu haya. Yaani majanga haya yanayoongezeka, Shetani atawapanga na ameshaupanga ulimwengu kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanasababisha haya majanga. Haya maovu yanaendelea, sijui habari ya maandamano, sijui nini, kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanaosababisha maovu haya. Kundi ambalo limechochea hasira ya mbinguni litashindilia mashutumu juu ya wale ambao utii wao kwa amri za Mungu ni kemeo lisilokoma kwa waasi. Itatangazwa kwamba watu wanamkosea Mungu kwa kuvunja sabato ya Jumapili. Si Jumapili sasa nayo inaitwa nini? Kwamba watu wanamkosea Mungu kwa kutokuiheshimu chapa ya nini? Au alama ya nini? Hayo ni mawazo ya Shetani sasa ameshayapanda kwenye akili za watu, kwamba sasa watu wanamkosea Mungu, kwamba dhambi hii imeleta maafa ambayo hayatakoma mpaka Jumapili, mpaka utunzaji wa Jumapili utakapokuwa umelazimishwa kwa ukali kabisa. Kwa hiyo nabii aliona haya kwamba kumbe Jumapili italazimishwa kwa ukali, kwamba Shetani akiwaambia kwamba mtakapoilazimisha watawala wa nchi kwa ukali kabisa, dunia hii itakuwa mahali salama. Lakini tunaambiwa kwamba ndivyo dunia itaendelea kuzama kwenye majanga na majanga. Sasa tumejiandaaje ili kujinasua? Tumeambiwa kwamba tusijisalimishe hatua. Kwa nini? Mtindo wetu wa maisha, jinsi tunavyoishi, kwamba tunaishi kweli kama wana matengenezo, tumekubali kulishika neno la Mungu, tunataka na sisi tuitwe jina. Lazima Mungu, watu wa Mungu, lazima Mungu ajitwalie watu ambao sasa tumekubali hii bendera kuibeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao tumekubali kuibeba hii bendera, tumuinue Kristo. Sasa basi tunaeleza ya kwamba katika pambano hili, ukirudi kwa ndugu zetu ambao tumetengana nao, ndugu zetu wa zamani katika imani, Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference, tunaeleza kwamba katika hili jaribu, Jumapili inapoenda kulazimishwa, tunaeleza ya kwamba watatusaliti vibaya sana. Sasa bado hawajatusaliti, lakini watatusaliti vibaya sana. Na wao leo wanaona kana kwamba hawatunzi Jumapili, lakini ipo saa, kwa kweli wataitunza tu kupitia viongozi wao. Maana tunaambiwa kwamba kuna matakwa ya ulimwengu ambayo yanaendelea. Hebu twende, kuna takwa moja hapa la ulimwengu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, majanga yanayoendelea, kwamba sasa dini zote, kuna kitabu kinaitwa Ekumeni cha kutoka katika mamlaka ya Kikatoliki. Hiki kitabu kinahusisha tu kwamba kuyaunganisha makanisa yote ili ya kwamba yawe na umoja, kwa sababu majanga yanaongezeka. Hebu tusome katika hicho kitabu, kinaitwa Ecumenical Movement. Tunahitaji tusome ukurasa wake wangapi hapa? Tusikie watu wa Mungu, ukurasa wake wa 487, aya yake ya 48. Kama umeshaipata Yusufu, unaweza ukasoma hapo. Wewe unasoma? Ndio. Agizo la Papa kwa makanisa. Sikiliza mtu wa Mungu, agizo la Papa hili kwa makanisa kupitia huo lako wa Ekumeni. Ekumeni au yani muungano wa nini? Wa makanisa ya kuunda salamu ya madini na serikali. Ukurasa wake wa 487, aya yake
ya 48 wanasemaje? Anasema ndio mabadiliko ya tabia ya nchi. Sikiliza sasa, mabadiliko ya tabia ya nchi huenda ikawa ni tishio kubwa zaidi ndio linalowakabili wanadamu leo. Ndio hili si swala la siku zijazo. Ndio matokeo mabaya tayari yanashuhudiwa na mamilioni ya watu. Ndio tunaweza kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi yenye maafa angalau tunayajua. Hili ni wazo kutoka Roma sasa, kwamba jinsi gani tunaweza tukazuia mabadiliko ya nini ya nchi. Na mabadiliko ya tabia ya nchi suluhisho lake ni kutunza nini? Jumapili. Sasa wanasemaje? Tunasema hivi, angalau tunavyojua tunayoyaweza ndio tunayajua ndio ya kutosha kupunguza kiwango cha mabadiliko ya tabia ya nchi ndio yanayosababishwa na binadamu. Unaona? Ndio. Ikiwa tutapata njia bora za kuchanganya sauti ya makanisa na mengine ambayo yanaweza kuleta mabadiliko, sawa, lazima tuwaombe makanisa yote ya Kikristo. Papa anasema lazima sasa tuwaombe makanisa yote ya Kikristo kuzungumza na ulimwengu kwa sauti moja. Kuzungumza kwa ulimwengu. Soma vizuri. Kuzungumza kwa ulimwengu. Nasema hivi, kuzungumza na ulimwengu kwa sauti moja, one voice. Katika kushughulika tishio la mabadiliko ya tabia ya nchi. Sikiliza mtu wa Mungu. Upapa unaagiza ya kwamba ili kukabiliana sasa na haya mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo suluhisho lake ni kutunza nini? Jumapili. Kwamba lazima sasa makanisa yote dunia nzima yaje pamoja kuzungumza sauti moja, yani one nini? Voice. One nini? Voice. Hivi wangapi ambao wamesikia kitu kinachoitwa one voice kwa wenzetu huko? One voice ambao leo watu wanaelezwa huko tulikotengana nao kwamba sio tu iko kwa hao wa Waadventista wa Sabato Church moja conference, lakini iko kwa makanisa yote, kwa sababu ni takwa la ulimwengu. Ni takwa la nini? La ulimwengu. Na nabii anasema kwamba wale ambao wanajisalimisha hatua kwa hatua katika matakwa ya ulimwengu hawataona shida kuipokea chapa ya nini? Ya mnyama. Yaani kuitunza nini? Jumapili. Kuitunza nini? Jumapili. Watu wa Mungu, hapa ndipo wenzetu sasa wamenaswa. Kwa hiyo tunapojinasua sisi, tuna kazi ya kwenda kuwasaidia. Leo wenzetu wanafundishwa mzigo, wakati mwingine wameshona sare, wamenunua t-shirt, unakuta zimeandikwa one nini? Voice. Sasa one voice na nani hawajauliza? Si wangeuliza. Bwana Yesu asifiwe. One voice na nani? Kumbe one voice na makanisa yote ya ulimwengu kuzungumza sauti nini? Ule sasa unaitwa muungano wa dini na serikali. Kwa lazima kwanza hizi dini ziungane katika sauti hii moja, ili kwamba wao sasa mafundisho yao ili yapate nguvu, wataomba msaada wa serikali. Waombe msaada wa nini? Wa serikali. Waombe msaada wa serikali, na mamlaka ya upapa imeingilia katika majanga. Na majanga tumeona kwamba anayesababisha ni shetani, ibilisi na shetani, na anapoyasababisha kupitia mawakala wake, yeye anakuja na suluhisho, na suluhisho hilo kwamba ili majanga yakome, lazima dunia izungumze sauti moja na kutoa sadaka siku moja kwa juma, ambayo hiyo siku ya kupumzika, na hiyo siku ndio ile chapa ya huyo nani? Mwishowe, kwamba ili majanga haya yakome, lazima kwamba huu utunzaji wa Jumapili ulazimishwe kwa nguvu. Lazimishwe kwa nini? Kwa nguvu. Watu wa Mungu, niwaeleze jambo moja, kwamba hakuna kitu ambacho hatujafichwa. Na sisi tunaposema sisi ni Waadventista wa Sabato wana matengenezo, tumekubali kurudi katika imani ya Waadventista wa Sabato wa awali. Leo unachokisikia one voice ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kuzungumza sauti moja, sijui utume wa pamoja, sijui na nini, ili kwamba Jumapili tunzwe. Haya mambo Nabii Ellen G. White aliyaoneshwa mwaka 1884. Mwaka 1880 ngapi? Ile yanatokea leo 2020 ngapi? Na 26, lakini harakati zimeanza kukaza nguvu 2015. Ila hayo mambo Nabii Ellen G. White alioneshwa mwaka 1884 katika chapisho au kitabu kinaitwa The Review and Herald. Review and Herald, ngoja niwaandikie kabisa hii watu wa Mungu, ili tuwasaidie pia wenzetu kwa haraka, wale ambao watatamani kuokolewa waokolewe. Kitabu kinaitwa The Review and Herald, waki nafupishwa kwa maneno RH. Hii ni March. March ni mwezi wangapi watu wa Mungu? Wa 3, sio? Ni March 18
mwaka 1884. Hapa ukiangalia ile Review and Herald ya Machi 18 mwaka 1884, ukifungua katika hiki kitabu kwenye maktaba ya Ellen G. White, utakutana na kichwa kidogo cha somo au kichwa cha somo cha Machi 18 1884 kinasema kwamba matengenezo ya Sabato yanahitajika. Kwa Kiingereza ametumia neno kwamba Sabbath reform needed, kwamba matengenezo ya Sabato yanafanyaje? Nabii Ellen G. White akaanza kuoneshwa kila ambacho kilikuwa kinaendelea wakati wao mpaka wakati wetu sherehe ya Jumapili inapoenda kulazimishwa. Alioneshwa mwaka 1880 ngapi? Sasa basi tunahitaji kusoma vipengele tu vichache katika hii March 18 1880 katika matengenezo ya Sabato. Hapo kuna mtu mmoja ameelezwa, Nehemia. Nehemia pale ameelezwa kama mwana matengenezo, kama kiongozi ambaye alisimama kama akiwa mwaminifu kwa ajili ya kutetea utakatifu wa Sabato. Hebu tusome kwanza kitabu cha Nehemia kwanza, alafu ndipo tuingie hapo. Nehemia 13. Nehemia 13, ili watu wa Mungu tunapotoka tuwasaidie na wenzetu kwamba tayari kuna namna wameshauzwa na wameshadanganywa. Hawataishia tu kwenye muungano wa makanisa, lakini makanisa yote nabii anasema kwamba aliona ya kwamba yakiingia kwenye utunzaji wa Jumapili mwaka 1884. Nehemia sura 13, mtumishi, anza tu na mstari wa 10 hapo. Tumuone Nehemia kama mwana matengenezo aliyesimama kwa ajili ya utakatifu wa Sabato. Tawakiliza Mungu. Anza mstari wake wa 13. Anza tu hata mstari wa 15, mtumishi. 15? Ndio. Nehemia sura ya 13 aya 15 anasema, ndio, siku hizo waliona katika Yuda. Nehemia siku hizo waliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato. Ndio. Na wengine walichukua natini na namna zote za maagizo za mizigo. Ndio. Walialeta Yerusalemu siku ya Sabato. Endelea. Nami nikawashuhudia juu yao. Ndio. Siku ile waliuza vyakula. Ndio. 19 nasema, ndio, tena wakakaa humo watu wa Tiro. Ndio. Walioleta samaki. Ndio. Na biashara zao kila namna. Ndio. Za kila namna. Ndio. Wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato. Wakawauzia wana wa Yuda siku ya nini? Ya Sabato. Kwa maana yake hapo Sabato ilikuwa imekanyagwa. Ilikuwa imefanyaje? Imekanyagwa. Sasa endelea kuona. Yuda nikamwambia. Ndio. Yuda nikawaambia. Akawaambiaje? Ni neno baya gani hili mnaolifanya ninyi? Ndio. Na kuinaji siku ya Sabato? Ndio. Je, sivyo hivyo na waliofanya baba zenu? Ndio. Na Mungu wetu? Ndio. Je, hakuyaleta mabaya haya yote juu yetu? Ndio. Na juu ya mji huu? Ndio. Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli kwa kuinaji Sabato. Kwa kuinaji nini? Kwa kweli Sabato ilivunjwa, lakini Nehemia akasimama kama mwana matengenezo. Na tunaelezwa mwisho wa siku Nehemia unaposoma katika hii sura aliwafukuza hao waliokuwa wanaleta biashara zao siku ya Sabato. Kwa Sabato ilikuwa imepuzwa. Sasa nabii Ellen G. White mwaka 1880 ngapi? Yeye akieleza kwanza, akitokea kwa Nehemia akitaka kutueleza kwamba kama wana matengenezo tunapaswa kufanya nini, na akituonesha hali ya mfumo wa General Conference wa Adventist wa Sabato ambao tumetengana nao itakavyokuwa siku za mwisho. Nenda katika Review and Herald March 18 mwaka 1884, nenda paragraph yake ya 12. Tumishi anasema hii inaitwa review, ni waandikia ambao wataandika pia maneno yake kwa kirefu. Review and Herald, ndio hii H maana yake hiyo. Herald, the Review and the Herald ndio maana ya RH kifupisho chake. Nenda ukurasa wake, nenda aya yake ya 12 inasemaje? Hiyo Machi 18 mwaka 1884 aya yake ya 12, nabii Ellen G. White anasemaje kwa habari ya Nehemia? Aya 12 anasema, ndio, Nehemia alianza kazi yake kama mwana matengenezo. Soma vizuri sana, una mic yetu, mic inakatakata ili kwamba hata watakao kuja kufuatilia somo kwa njia ya mtandao wanufaike. Anasema ndio, Nehemia alipoanza kazi yake kama mwana matengenezo. Nehemia alipoanza kazi yake kama nani? Kama mwana matengenezo. Na mkombozi katika Israeli. Ndio. Alichochewa na upendo kwa Mungu. Ndio. Na wasiwasi
kwa ajili ya ustawi wa watu wake. Ndio. Moyo wake ulikuwa katika kazi iliyokuwa ameifanya. Ndio. Tumaini lake, nguvu zake, shauku yake. Ndio. Azimio lake la tabia vilikuwa vya kuambukiza na viliwatia moyo wengine kwa ujasiri. Ndio. Na kusudi lile la juu. Ndio. Kila mtu akawa Nehemia katika nyanja yake mwenyewe. Ndio. Na akasaidia kuimarisha mkono na moyo wa jirani yake. Ndio. Na muda si mrefu udhaifu uliofuatwa na nguvu na ujasiri. Asante. Kwa Nehemia tunaeleza watu wa Mungu ya kwamba alianza kazi yake kama nani? Kama bwana matengenezo. Maana yake kwamba alikuwa akirudisha kweli ambazo zimekanyagwa. Ambazo zimefanyaje? Zimekanyagwa. Sasa unapoangalia katika habari hii, Nehemia tunaona kwamba alisimama kusimamia utakatifu wa Mungu. Kwa hiyo wana matengenezo kazi yao ni kurejesha kweli za nani wapendwa? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua leo watu kwa mfano kwenye mfumo wa jana kwa sasa wewe ni mwana matengenezo. Kwa mfano hapa Kiingereza mwana matengenezo hapa imetumia neno reformer. Nehemia alisimama kama nani? Kama reformer. Anasema huyu ni reformer bwana. Yaani wanaposema reformer yaani wao kwa tafsiri zao walivyotengenezwa mazingira wanakuambia kwamba huyu ni mwasi. Kwa maana yake wana matengenezo kuanzia wakati wa Nehemia wanaitwa nini? Waasi. Wanaitwa nini? Waasi. Yesu kama wana matengenezo wanaitwa nani? Mwasi. Kwamba wale mitume na akina Martin Luther pia mpaka kuja huko wanaitwa nini? Waasi. Maana leo ukienda katika kanisa la Luther ukimzungumzia Martin Luther wanaambia kwamba huyo mwasi. Yaani pia hata Lutherani sasa hivi Martin Luther wanamuita nani? Mwasi. Maana nilikutana na ndugu mmoja yeye ni muumini katika kanisa la Lutherani. Niliweza kumpatia kitabu cha Pambano Kuu na nikamtia moyo kwamba mtasoma pia habari za Martin Luther. Maana wewe ni Lutherani utafaidika sana kuelewa historia ya kanisa. Akasema Martin Luther ile muasi. Na huyo nazungumzia sio mtu wa kawaida, ni msomi. Alikuwa anatoka kwenye ofisi kabisa ambazo za kiutumishi, amekuja kupata huduma, lakini mimi nikampatia kitabu cha nini? Na nikimwambia kwamba atasoma huo pia habari za Martin Luther, lakini yeye akilini mwake anajua Martin Luther ni nani? Mwasi. Kama leo unajua Waadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference wanasema ile George ni mwasi. Yawezekana mjakutana tu vizuri, ila leo wanamkana, wanasema kwamba huyo, wanakuambia usitumie vitabu vyake, tunataka tu tusimame. Na wanaposema wasimame na Biblia, wanataka waisome Biblia kwa nuru ya kanuni ya kanisa, sio kwa nuru ya roho ya nini. Kwa hiyo kija kuangalia kwamba wana matengenezo leo, hata leo wanaonekana kama watu walioasi, lakini ni watu ambao wanarudisha kweli ambazo zimekanyagwa. Lakini sasa Nabii Ellen G. White akizungumza kwa habari ya hali hii itakayo kuwepo hasa katika wakati wetu, na akiona katika mfumo wa General Conference, soma ukurasa wake aya yake ile ya 8. Hii March 18 1884, maana tumeambiwa kwamba upapa umeagiza kwamba makanisa yote yazungumze wani nini kwa ajili ya kuiokoa dunia, na ana suluhisho la kuiokoa dunia. Lazima Jumapili itunzwe, lazima Jumapili fanyeje? Itunzwe. Sasa Nabii Ellen G. White aliyaona hayo kwamba soma msomaji. Akasema ndio Bwana na mapambano na wale ndio na wanaojiita watu wake. Ndio Katika siku hizi za mwisho. Sikiliza, hebu tusikilize tu watu wa Mungu vizuri. Hebu soma vizuri. Akasema ndio Bwana soma vizuri mtumishi. Sasa anasema ndio Bwana ana mapambano na wanaojiita watu wake. Ndio katika siku hizi za mwisho. Ndio katika mapambano hili ndio watu walio katika nafasi za uwajibikaji. Kwanza wale wanaojiita, unajua leo si wadi wewe Sabato chini ya mfumo General Conference sasa sisi ndio kanisa la Mungu, sio? Na huu mwaka 1984 Nabii Ellen G. White akiandika hayo, kwanza akiukemea huu mfumo tangu huu mwaka. Maana kwanza kulikuwa na harakati za kutaka kuilazimisha Jumapili mwaka 1888. Dalili zikaanza kuonekana, lakini Nabii Ellen G. White anatuonesha mpaka kipindi chetu. Maana 1888
Jumapili kwa kweli baada ya mfumo wa General Conference kukataa ujumbe wake kwa imani, Jumapili haikulazimishwa, lakini akiangalia wakati mtu anaanza kuzungumzia mfumo huu wa General Conference ambao leo wao wanajitamba kwamba ni kanisa la nani? La Mungu. Sasa anasemaje? Anasema viongozi katika ndio uwajibikaji watachukua njia iliyo kinyume kabisa na ile iliyofuatwa na Nehemia. Kwa hiyo nabii Elijah anasema kwamba viongozi katika mfumo wa General Conference watachukua njia ambayo iko kinyume na nani? Na Nehemia. Nehemia tumeona kwamba alisimama kutetea utakatifu wa nini? Wa Sabato. Amri za Mungu zilindwe. Lakini anasema viongozi hao wangesimama kinyume na mwelekeo ule wa nani? Wa Nehemia. Endelea. Hawatapuuza na kuidharau Sabato wenyewe tu. Kwamba hao viongozi hawatapuuza na kuidharau Sabato wenyewe tu, bali watajaribu kuizuia isiwafikie wengine kwa kuificha chini ya takataka za desturi. Takataka za nini? Za desturi. Na nini? Na mira. Sasa wewe unakamilisha sasa, mtumishi, twende vizuri. Kwa viongozi chini ya mfumo wa General Conference na pia litabiri ya kwamba Sabato wataikataa. Ila hiyo Sabato utakatifu wake wataificha hiyo Sabato katika takataka za mila na nini? Na desturi. Katika takataka za mila na nini? Na desturi. Sasa angalia kwa wenzetu watu wa Mungu, Sabato sio siku ya Bwana. Leo kwa wenzetu Sabato sio siku ya Bwana. Sabato imejazwa takataka za mila na nini? Na desturi. Utakuta Sabato mara ya watoto, si Sabato ya nini? Yaani Sabato inakuwa kama sehemu ambayo watu wanaenda kukusanyika kwa ajili tu ya mambo mengine kama kikao cha kawaida. Maana kwamba Sabato imejazwa mambo ambayo kwamba tunaambiwa kwamba ni takataka za mila na nini? Na desturi. Utakatifu wa Sabato hauangaliwi. Haufanyeje? Hauangaliwi. Sasa watasimama kinyume na Nehemia. Endelea msomaji. Katika makanisa na katika mikusanyiko mikubwa maeneo ya wazi, ndio wachungaji watawahimiza watu ndio umuhimu wa kuitunza siku ya kwanza ya juma. Sasa haya maneno unajua watu wa Mungu ni mazito sana. Nabii Elijah alionyeshwa kwamba katika siku hizi zetu za mwisho wakati wa climate change, anasema kwamba anaonyeshwa kitu ambacho kingefanya na wachungaji chini ya mfumo wa General Conference, na tukawaambia wenzetu ambao hawatajali hili onyo, kwa kweli watapotea kana kwamba hawajawahi kusikia ukweli. Maana nabii anasema ya kwamba, ngoja nirudie, maneno ni mazito sana. Anasema hivi: katika makanisa na katika mikusanyiko mikubwa maeneo ya wazi, wachungaji watawahimiza watu umuhimu wa kuitunza siku ya kwanza ya juma. Yaani kwamba wachungaji wa mfumo wa General Conference ndani ya makanisa, lakini kwenye makusanyiko ya wazi, kwenye mikutano huko, wataanza kuwahimiza washiriki wao kuiheshimu siku ya kwanza ya nini? Kwa sababu gani wanawahimiza? Maana sababu imeweka hapo chini. Kwa nini watawahimiza warudi kutunza Jumapili? Sababu gani? Anasema ili tuelewe kilichofichwa kwenye one voice ambao wenzetu hawajajua. Msomaji. Kuna majanga baharini. Kwamba warudi kutunza siku ya kwanza ya juma kwa sababu kuna majanga wapi? Baharini na nchi kavu. Kuna majanga baharini na nchi kavu. Tumeisikia kauli ya one voice kwamba tuzungumze sauti moja kwa sababu majanga yanaongezeka, climate change, kwamba kuna majanga baharini na nchi kavu. Malizia. Na majanga haya yataongezeka. Ndio. Majanga moja yakifuatana kwa karibu na mengine. Ndio. Na kundi dogo la watunza Sabato. Sasa na kundi dogo la watunza Sabato wenye dhamiri itaonyeshwa kama wale wanaoleta ghadhabu ya Mungu. Ndio. Juu ya ulimwengu kwa kupuuza kwao Jumapili. Sasa sikiliza watu wa Mungu. Wakati washiriki chini ya mfumo wa General Conference wanahimizwa na wachungaji wao kutunza Jumapili kwa sababu majanga yanaongezeka, na kimsingi wataitunza. Ila nabii anasema ya kwamba kundi dogo la watunza Sabato waliokubali kuishikia Sabato kwa dhamiri, yani kwa uthabiti, kwamba litaonekana hilo kundi kana kwamba hilo ndio linaleta majanga juu ya dunia. Unadhani hao ni wakina nani? Wana matengenezo. Watu wa Mungu tutaonekana kama tuko wachache. Unajua watu wanauliza, hivi nyewe huko kanisani kwenu mko wengi au uko wachache? Watu wanauliza mko wengi au uko wachache? Watu wa Mungu kwa ukweli huu, hata kama tukiwa wawili chini ya mti tutaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata kama tukiwa watatu chini ya mti tutaabudu. Amen. Maana nabii anasema kwamba kundi litakalobakia dogo ambalo limekubali kutii maelekezo ya Mungu ndilo litaelekezewa kidole. Kwa sababu tayari mfumo wa General Conference itafika mahali kabisa kwamba wataanza kutunza nini?
Unajua mpaka sasa hivi katika mfumo wa General Conference Jumapili inaheshimiwa. Ukienda ofisi za conference mpaka union mpaka division mpaka General Conference, Jumapili sio siku ya kazi. Ofisi zinafungwa. Ofisi zinafanyaje? Zinafungwa. Wanakwambia ni siku ya mapumziko. Ila siku ya kwanza ya juma ni siku ya kazi, siku ya mapumziko. Ya kazi. Siku ya kazi. Kwa wao Jumapili tayari wameshaanza kuitunza. Ila wanaotafuta sasa hivi ni washiriki. Unajua tulio nao kazi kuwasaidia ni wale washiriki. Hata kipindi cha Yesu, kwa kweli ambao walikuwa na nafasi ya kuokolewa, kwa kweli walikuwa ni wale wafuasi. Ila makuhani, hao Mafarisayo, Masadukayo, kwao giza lilikuwa zito. Tunaeleza kwamba kuliko ambalo lilitokea wakati Yesu anakufa msalabani. Maana wao si ndio unajua viongozi huwa wanamulikiwa kwanza nuru. Halafu ndio ipeleke ile kweli. Wanapoikataa giza linaanzia kwao. Kwa hiyo tunaeleza kwamba katika makanisa na katika makusanyiko ya wazi, wachungaji wao wataanza kuwahamasisha kutunza Jumapili kwa sababu majanga yanaongezeka. Watu leo wanasikia tu One Voice 2020 2027 kwamba tunataka tuzungumze sauti nini? Moja. Tubatize watu. Sasa hawajaelewa nini ambacho kimefichwa kwamba wana One Voice na nani? Maana leo ukienda kanisa lote la Kijumapili leo wanawai nini? Voice. Maana hiyo ni sauti kutoka wapi? Roma, kwamba makanisa yote yazungumze wani nini? Voice. Ili kwamba Jumapili iinuliwe. Watu wa Mungu, sheria Jumapili iko karibu kulazimishwa. Hakika iko karibu kufanyaje? Kulazimishwa. Lakini Mungu anatuelezaje sasa tunapoenda kuhitimisha somo letu na kutoa wito kwa watu wa Mungu ambao watakubali kusimama imara katika mwamba. Nabii Ellen G. White anasema hivi katika kitabu hiki cha Riviere Helandi. Hii Machi 18 1884 aya yake ile ya 7, nisome haya maneno sasa tuyasikilize. Ambao sasa ni ambacho ni kile ambacho mimi na wewe leo tukifanye tunapoondoka katika ibada hii. Nabii wa Mungu anasema hivi. Kuna haja ya matengenezo ya sabato miongoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba kuna haja ya matengenezo juu ya sabato miongoni mwetu. Hivi kuna haja watu wa Mungu? Kuna haja? Kuna haja. Watu wa Mungu kuna haja. Kuna haja ya matengenezo ya sabato miongoni mwetu tunaodai kushika siku takatifu ya pumziko la Mungu. Baadhi hujadili masuala yao ya biashara na kupanga mipango siku ya sabato. Hivi ni kweli? Ndio. Sasa si lazima kwamba tunaambiwa kwamba tusijisalimishe hatua. Kwa nini? Kwanza lazima kwamba majadiliano ya mipango ya kibiashara siku ya sabato isifanyeje? Isifanyike. Nabii wa Mungu anaendelea kusema. Nabii wa Mungu anasema ya kwamba watu wakijadili mipango ya biashara siku ya sabato, na Mungu analiona hili kwa mtazamo ule ule kana kwamba wanajihusisha na shughuli halisi za biashara. Yaani mkijadili tu biashara siku inakuaje? Jamani huko mahindi sasa hivi yanashinda ngapi? Bwana mimi nataka nikalangue sio na nini? Yaani hiyo biashara unapokuwa katika kujadili hiyo biashara yako, hata kama hujaenda kununua kufanyeje, Mungu anahesabu kwamba umefanya nini? Shughuli. Yaani unahukumiwa kama yule ambaye leo amefungua duka. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndiyo maana matengenezo watu wa Mungu ni mtindo mzima wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kuitwa kwamba mimi mwana matengenezo, hapana. Matengenezo ya sabato yanahitajika. Sababu kwamba hawa watu ni kana kwamba wamefanya kabisa hiyo biashara. Anasema wengine wanaofahamu vyema ushahidi wa Biblia kwamba siku ya saba ni sabato huingia katika ushirikiano na watu ambao hawaheshimu siku takatifu ya Mungu. Yaani kwamba wewe unaingia katika ubia na watu ambao haitunzi nini? Sabato. Mnaanza kufanya biashara pamoja sijui na nini. Wewe japokuwa umekuja kanisani, japo hilo jambo linaendelea huko, huo mradi unaendelea, hiyo biashara inaendelea, Mungu anakuhukumu kwamba wewe na wewe umehusika. Umefanyaje watu wa Mungu? Na anaendelea kusema hivi. Anaendelea kusema hivi. Ikiwa kwa ajili ya faida anaruhusu biashara ambayo huyu mtu ambaye sasa kwamba anaitwa kama mtu wa Mungu leo, ikiwa kwa ajili ya faida anaruhusu biashara ambayo ana maslahi nayo iendelezwe siku ya sabato, na mwenzake asiyeamini ana hatia sawa na asiyeamini, na ni wajibu wake kuvunja uhusiano huo hata kama anaweza kupoteza kiasi gani cha kufanya hivyo. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani maana yake kwamba wewe hujaenda kuhusika, lakini umeingia ubia na mtu ambaye sio mwadventista wa sabato, mwana wa matengenezo ambaye amekubali kukaa katika ukweli. Yeye akiendelea kuivunja sabato,
tunaambiwa kwamba wewe utahesabika kwamba umeenda na wewe kushiriki. Na nabii anasema kwamba heri vunja huo uhusiano, hata kama kwamba mnanufaika, mnapata faida kiasi gani katika huo bia, vunja. Bwana Yesu asifiwe. Uvunje kuliko kuinajisi sabato ya nani wapendwa? Ya Bwana. Anaendelea kusema hivi, watu wanaweza kufikiri hawawezi kumudu kumtii Mungu, lakini hawawezi kumwasi. Wale ambao hawajali katika kushika sabato watapata hasara kubwa. Watapata hasara nini? Kubwa. Watapata hasara nini? Kubwa. Watu wa Mungu, hili tumelielewa kwamba wale ambao hawatajali juu ya utakatifu wa sabato watapata hasara nini? Kubwa. Na utakatifu wa sabato kwanza tumeona kwamba unaendana huyo Mungu wa nini? Wa hiyo sabato, Mungu wa kweli ambaye ni Baba tukimwabudu na Mwanae. Lakini Mungu ametupatia agizo ya kwamba kuta au kingo za sabato tunapaswa kuzilinda, kwamba mtindo wetu wa maisha kwa juma zima lazima tumuaksi Mungu. Na anasema nabii kwamba wale ambao hawatazingatia hili watapata hasara nini? Unajua watu wa Mungu kukosa uzima wa milele, tunajua kwamba ni hasara nini? Tena tunaelezwa nikana kwamba bora yani usingezaliwa. Sasa watu wa Mungu tumejinyima mengi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mchana huu leo mimi ni wasii na kuwaomba ya kwamba hebu sasa tufungue mioyo yetu, tujitoe. Yaani tusijaribishie. Iko hivi, unapokuwa umechagua kufuata ukweli, halafu wewe ukaonekana kwamba unajitoa nusu, shetani atakukamata vizuri sana. Maana yake kwamba unapokubali kukaa katika ukweli, mtu wa Mungu kusudia kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekusudia kusonga mbele, kwamba licha ya kwamba kuna mambo fulani utaona kwamba kama yanakushinda, ila muombe Mungu atakusaidia, utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko kupuuza kwa makusudi. Ukipuuza kwa makusudi, shetani atakunasa vibaya sana. Mungu atusaidie. Wangapi ambao wanasema kwamba mchana huu leo kwanza niko tayari kusimama katika huu kweli, haijalishi tuko wengi, haijalishi tuko wachache, unaweza kunyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi katika mchana huu leo tunasema ya kwamba kuna wenzetu ambao sasa kwa kweli maneno ya manabii yanatimia na wao wako gizani, kwamba niko tayari nikawaeleze, nikawasaidie, nikawaokoe. Wangapi wanasema watu wa Mungu? Mungu atusaidie sana. Mungu na watu ambao tunapaswa kuendea kwa haraka wenzetu katika mfumo wa General Conference. Ndivyo ambavyo lilikuwa agizo pia la Yesu wakati wa mitume kwamba mshike njia kuwaendea kondoo waliopotea katika nyumba ya nini? Kumbe kulikuwa bado na watu walionaswa, waliopotezwa, na wamepotezwa na nani? Na viongozi wao. Na hapa tunaona kwamba nabii alitabiri ya kwamba wanaowapoteza ni viongozi wao. Leo watu wanashoneshwa sare, wanavalishwa matisheti one voice, hawajui nini ambacho kimefichwa nyuma yake. Kumbe ni sauti kutoka kwenye kiti cha joka pale Vatican. Makanisa yote yazungumze sauti moja kuiokoa dunia, na suluhisho ni chama ya nini? Hawajajua. Kwa sababu tumedhamiria watu wa Mungu kuifanya hii kazi, tuombeni sasa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombeni nguvu, Mungu atuwezeshe. Maana pasipo maombi na kuomba nguvu kutoka kwa Mungu, watu wa Mungu kupeleka huu kweli itakuwa tu ni maneno, lakini tupeleke kwa neno na tendo. Wangapi ambao wanasema sasa, Mungu wangu nitie nguvu nami nishiriki katika vuguvugu hili kwa mali zangu, lakini kwa muda wangu, kwa kujitoa mwenyewe? Wangapi ambao wanasema hivyo watu wa Mungu? Basi tunaweza tukasimama sasa watu wa Mungu. Niwaalike sasa tusimame na tutaimba wimbo huu namba 68. Tutaimba huu wimbo namba 68. Tuimbe kwa kumaanisha watu wa Mungu. Tuimbe tu kwa kumaanisha. Tukiuimba kwa kumaanisha huu wimbo, Mungu wetu hakika atatutia nguvu na atatushindia katika hili pambano. Watu wa Mungu, chapa ya mnyama iko karibu kulazimishwa. Hivyo basi lazima Mungu ajipatie watu kama kina Nehemia, watu kama kina Elia, watu ambao watasimama na ile kweli na kusema ukweli kwa rangi yake, wakiwaita watu kuja katika wokovu. Wimbo namba 68. Umtetee Mungu duniani. 3. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali zavuma, mwambani pekee pana nguvu, dhambi ikilemea, tusimame
pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetee haki kwa bidii, kwa moyo mnyofu wa imani, mwambani pekee utashinda wengi wa upotovu. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetee kweli itadumu, ijapo kawia itashinda, mwambani pekee panara yaishapo tufani. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Tumekubali watu wa Mungu kusimama katika mwamba ambaye ni Kristo, kusimama na kweli yote. Na mchana huu wa leo, yawezekana miongoni mwetu tukawa na ndugu zetu ambao yawezi ikawa mara ya kwanza kusikia kweli hizi, na Mungu amewamulikisha na kuwafunulia kweli hizi, na wako tayari kuutii huu kweli na kuufuata kwa aina yake jinsi Mungu alivyoutoa. Na wao wanasema tu kwamba Mungu wangu nisaidie, peke yangu siwezi, lakini kwa msaada wako niko tayari kuufuata huu kweli. Kama ni mara yako ya kwanza, watu wa Mungu, kama uko miongoni mwetu, unaweza ukanyosha mkono, unaweza ukanyosha tu mkono na uko tayari kwamba kuungana na watu wa Mungu kuutangaza huu ujumbe, kuutii huu ujumbe na kuutangaza. Kama ni mara yako ya kwanza, mtu wa Mungu, unaweza kufunga mkono. Unaweza kufunga mkono ikiwa yupo miongoni mwetu. Yupo miongoni mwetu. Kuna ndugu miongoni mwetu. Asante sana, Mungu awabariki. Lakini kama washiriki tumeitwa na tunaona ya kwamba liko pambano huko mbeleni, na wale ambao hawatakubali kukaa katika hizi kweli, na wakati mwingine wanajisalimisha hatua kwa hatua kwenye matakwa ya ulimwengu, tunaambiwa ya kwamba wataikana imani. Wale ambao wanasema Mungu wangu nisaidie, peke yangu siwezi nikasimama, lakini kwa msaada wako nitasimama. Bila shaka mtu wa Mungu umetoa uamuzi. Lakini sasa wale ambao wanasema tu ya kwamba mimi niko tayari sasa kuomba hii nguvu, tunaenda sasa kupiga magoti mbele za Mungu wetu kwa ajili ya kuomba msaada. Naomba kwa kumaanisha, mtu wa Mungu, omba tu kwa kumaanisha. Omba tu kwa kumaanisha ndani ya moyo wako. Pale ombi linapotolewa la sauti, nawe jiombee. Bwana Yesu asifiwe. Na waombee wengine ambao kwa kweli unaona kabisa kwamba nuru hii inapaswa iwafikie, waombee. Nitamwomba mzee wa kanisa, mtumishi Stefano Maka, utasogea hapa mbeleni. Sogea hapa mbele kwa ajili ya ombi, na kisha tamalizia tunapoenda sasa kutamatisha ibada yetu. Basi na tunyenyekee mbele za Mungu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na kwa utukufu wako. Asante kwa ibada yako ambayo tumekuwa nayo tangu mwanzo wa vipindi vyetu, na hatimaye katika hiki kipindi cha mchana huu cha hotuba zako umetuongoza katika njia yako, umetuongoza kupita katika mapito yako ya awali, umetuongoza na umetufundisha tuweze kurudi katika njia yako kuu, na umetuelekeza jinsi ambavyo tunaenda kuingia katika pambano lililo kuu. Wakati huu ni zamu ya kila mmoja, bila kutazama jirani yake, bila kutazama rafiki yake,
bila kutazama mtu wangu wa karibu. Saa imefika kila mmoja asimame kwa zamu yake. Tunapoenda kuingia katika pambano lililo kubwa zaidi, Mungu wetu tunakuomba utuongoze kwa utukufu wako. Tusaidie tuyaishi mapenzi yako. Tusamehe makosa yetu. Tusaidie kila mmoja katika kanisa hili. Wako wengine wakati mwingine hatujaongoka kikamilifu. Tumekuwa tukitembea katika imani yako kwa hali ya nusu. Mungu tukamilishe. Tusaidie tuimarike. Pale ambapo tunapungua tutakase. Madhaifu yetu ambayo Mungu wa mbinguni hatuwezi kujisaidia wenyewe, simama katikati yetu. Na hatimaye Kristo unapokuja mara ya pili tuweze kukamilika. Unapomwaga mvua zako za masika, tuwe tayari nasi ni miongoni mwa wale tutakaopokea mvua hizo. Na hivyo tuwezeshe sote kwa pamoja kuifanya kazi yako. Kwa akili zetu na mawazo yetu, Mungu wetu, hatuwezi. Kwa uelewa wetu na elimu zetu, si kitu mbele ya uso wako. Tusaidie kila mmoja afanye kwa nafasi yake. Tuongoze kila mmoja kwa namna ambavyo umemjalia na kumbariki juu ya kipawa ulichompatia. Kila mmoja aifanye kazi yake. Aifanye kazi yako kwa mapenzi yako. Awe ana elimu, awe anajua kusoma au hajui kusoma. Lakini kipo kitu ambacho Mungu umempatia ambacho anaweza kukamilisha kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Hivyo sote kwa pamoja tunapoujenga mwili wako, tunapolijenga hekalu lako, kila mmoja awe na sehemu ya kufanya katika kazi yako. Tuongoze sasa katika kipindi hiki kigumu, na wenzetu wanapokwenda kuingia kwenye muungano bila kujua, wakidhani wanaifanya kazi yako, kumbe wanafanya kazi ya rushwa. Tusaidie, tuwasaidie. Maana kwa akili zetu hatuwezi kuwasaidia. Isipokuwa tunahitaji msukumo wako, nguvu yako. Tutie nguvu, tutie ujasiri ili tuweze kuwaendea. Ili Bwana tuweze kukamilisha. Wakati mwingine umetupatia talanta, lakini wengine tumeamua kuzizika ndani ya ardhi, tukizani kwamba tutakaposimama kuifanya kazi yako tungeweza kupoteza kila ambacho umetupatia. Na hivyo tusaidie sasa tuwe na ujasiri wa kwenda kuifanya kazi yako, hatimaye kuzalisha talanta ambazo umetupatia. Kristo unapokuja mara ya pili, tuwe na hesabu ya kutoa mbele ya kiti chako cha enzi. Hivyo Mungu wa mbinguni, tunapoondoka mahali hapa kwa ajili ya mapumziko, tusaidie sasa turudi mapema kwa ajili ya vipindi vingine vya mchana. Na hivyo kwa sababu leo ni siku takatifu, kila mmoja akatambue umuhimu wa kuwahi na kurudi katika vipindi vyako. Wengine tusiwe sehemu ya kwenda sasa kupumzika majumbani. Mungu tusaidie tuweze kuongozwa sawasawa mapenzi yako na namna ambavyo tunapaswa kuitunza sabato yako takatifu. Tunakushukuru Baba yetu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Utatuongoza kwa utukufu wako, ni kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Baba yetu wa mbinguni, Baba mtakatifu mwenye enzi yote, asante mchana huu wa leo kwa sababu tumelisikia neno lako. Neno lako ambao ni ujumbe wa kukusanya katika wakati huu wa mwisho, ukiwaita watoto wako kutoka katika mifungamano na taasisi za kidini ambazo zimelikataa neno lako. Tusaidie sasa ya kwamba katika neno hili tuangaze, tukatumike kama mianga tunaowamulikia wengine ambao wako gizani. Kila mmoja wetu tumenyenyekea katika magoti, kila mmoja akisiri ndani ya moyo wake akiomba ushindi. Kila mmoja wetu tunaomba sasa kwa kadiri ya rehema zako ukatujalie nguvu yako, ukitupatia Roho Mtakatifu ili tuondoke na kuangaza, kuwamulikia wengine ujumbe wa kweli ambao unaokoa katika wakati huu wa mwisho. Endelea kwa pamoja na watoto wako, kila mmoja ukitubariki, ni baraka yako ikaendelea katika familia zetu, ukiendelea kuleta amani, upendo, lakini furaha katika familia zetu. Tusaidie sasa kila mmoja wetu kukusudia kuwa wana matengenezo wa kweli. Asante kwa sababu utamsaidia kila mmoja ambaye atakubali kuisimamia hii kweli. Kuna ndugu zetu ambao watafikiwa na mawimbi haya ya sauti, mahubiri haya kwa njia mtandao. Endelea kuwabariki. Lakini mchana huu leo tunamwombea pia mtumishi wako
mtumishi wako Rehema ambaye yuko huko Iringa ameendelea kufuatilia na kubarikiwa na jumbe hizi, na ameendelea kuwa na kusudi la kuifanya kazi yako. Endelea kumbariki yeye na familia yake, ukiendelea kumtia nguvu, ukimpatia afya njema kimwili, kiroho na kiakili. Neema yako yatosha. Endelea kuwa pamoja nasi katika jina la Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu, tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli tunamshukuru Mungu katika ibada hii, na tunapoenda kutawanyika sasa, na katika ibada hii pia tumekuwa na ndugu yetu, yeye yuko Iringa. Hata katika sabato iliyopita tulishiriki naye, mtumishi wa Mungu Rehema anaweza pia katusalimu tunapoenda kufunga ibada hii. Yeye kwa kweli anaendelea kupambana angalau kwamba apate pia wengine wa kuendelea kushiriki nao ibada, lakini kwa kipindi hiki ametamani sana tunapoendelea ibada yeye amekuwa akiungana na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekuwa akiungana na sisi, basi anaweza akatusalimia, maana tumekuwa naye katika ibada hii tangu asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtumishi wa Mungu unaweza ukawasalimu washiriki pia, tunakuombea na Mungu akutie nguvu. Endelea kusimama na familia kama mtendakazi, ili Mungu akutumia katika maeneo hayo kwa kusambaza nuru. Waweza kutusalimia mtumishi? Amina. Amina. Mama amesikia. Bwana ni mwema wakati wote. Wakati wote Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Rehema Ofea, nimekuwa nikiungana na nyinyi sabato ya siku mpaka mwezi kuungana katika ibada. Amina. Basi mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Tuendelee kuwa na sabato njema na tuendelee kuwafikishia wengine nuru na ukweli huu Mungu ametupatia. Hakika sio kwa nguvu zetu, lakini kwa Roho wake tutasonga mbele. Mungu akubariki sana na tuwe na sabato njema mtumishi. Amina. Basi kuanzia mwaka 538 upapa ulianza kulitesa kanisa la Mungu. Kwa miaka 1260 mamilioni walikufa kwa sababu ya kutetea ukweli. Hebu ungana na kwaya hii kusikiliza ujumbe. Upapa uliwatesa watu wa Mungu walioitetea kweli. Miaka 1260 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa na wengine walichomwa moto. Miaka 1260 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa na wengine walichomwa moto. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushindi na Yesu ni hakika. Na mwaka 1798 Papa Pius wa sita alikamatwa na Jenerali Bethia wa Ufaransa akafungwa. Upapa ukapata jeraha la mauti. Sikia ujumbe. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kina jeraha la mauti. Mwaka 1798 Papa alikamatwa akafungwa gerezani Ufaransa.
akafia huko. Mwaka 1798 Papa alikamatwa, akafungwa gerezani Ufaransa, akafia huko. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushindi na Yesu ni hakika. Wale watakaoogopa mateso kwa kumuafu Papa Warumi, wote ambao majina hayakuandikwa watasema, ni nani awezaye fanya vita naye? Wote ambao majina hayakuandikwa watasema, fanya vita nae. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushindi na